Funga ni nguzo ya imani, ni safari ya utakaso, ni daraja la rehema. Katika dunia ya sauti, hadithi na matumaini, kuna majukwaa machache ambayo yameweza kugusa maisha ya watu kwa namna ya kipekee. Hii si tu redio, hii ni sauti ya jamii, ni jukwaa la wanawake, ni familia ya wasikilizaji wake. Hii ni hadithi ya Malkia Joyce FM. Safari ya Malkia Joyce FM siyo tu safari ya matangazo hewani, ni safari ya ndoto, ya kujitolea, ya kuunganisha jamii na kuwainua wanawake. Ni safari ambayo imegusa mioyo maelfu ya Watanzania na kuacha alama isiyofutika katika maisha yao. Kila safari kubwa huanza na hatua ndogo, na kwa Malkia Joyce FM safari ilianza kwa kauli mbiu yenye nguvu: tunachanja mbuga. Safari ilianza kwa kuvuka mipaka ya kawaida ya studio. Malkia aliamua kwenda mbali zaidi hadi kupanda mlima Morogoro. Hii haikuwa tu safari ya kijiografia, bali ilikuwa ishara ya nguvu, mshikamano na udugu uliounganisha familia ya Malkia Joyce FM. Katika mlima huo kulikuwa na ujumbe mmoja mkubwa, kwamba Malkia Joyce FM ipo kwa ajili ya msikilizaji wake, kwamba kila msikilizaji ni sehemu ya familia. Msikilizaji wa Malkia Joyce FM si msikilizaji wa kawaida, ni sehemu ya jamii inayojengwa na redio hii kila siku, na ndani ya familia hii kuna mmoja ambaye anaitwa kwa heshima kubwa Malkia namba 1. Ni yeye anayerejesha hamasa, furaha na matumaini. Ni yeye anayesimulia hadithi ya safari hii na kuifanya kuwa hai katika mioyo ya watu. Safari ya Malkia inaendelea kupanuka kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Katika safari hii Malkia Joyce FM alisimulia uzuri wa Tanzania, na wakati huo huo kuzungumzia jambo muhimu zaidi: ndoto na malengo ya wanawake wa Tanzania. Lakini safari ya Malkia haikuishia hapo. Sauti za busara zilipoita, Malkia alijibu. Kutoka Dar es Salaam hadi visiwa vya Zanzibar, safari hii ilitoa nafasi ya Malkia kung'aa katika jukwaa la kimataifa la sauti za busara. Hapo ndipo dunia iliposhuhudia nguvu ya sauti ya Malkia Joyce FM. Jukwaa la sanaa, utamaduni na sauti za Afrika lilipokea ujumbe wa wanawake jasiri. Lakini nguvu ya Malkia haipo tu kwenye majukwaa makubwa, ipo pia kwenye jamii, kwenye mitaa na kwenye maisha ya kila siku. Hapo ndipo Malkia akaunda timu ya mashujaa wake, vijumbe hodari. Kutoka kona mbalimbali za Dar es Salaam walizaliwa wajumbe waliokuwa sauti ya jamii. Kuna kijumbe Mama Medi wa Kawe, mwanamke mwenye sauti inayosikika na kugusa mioyo ya watu. Kuna kijumbe hodari wa Sinza na yule jasiri kutoka Mbagala, bila kusahau sauti muhimu ya afya na ustawi wa familia, Malkia Lishe kutoka Kigamboni. Hawa hawakuwa watangazaji tu, walikuwa mabalozi wa matumaini katika jamii. Safari ya Malkia ikaendelea kupanuka. Sauti zake zikaenea zaidi ya Dar es Salaam, zikafika Morogoro, Dodoma, Moshi, Arusha, Mwanza, Mtwara, Tanga, Mbeya na Shinyanga. Kwa jumla zaidi ya mikoa 10 imeguswa na nguvu ya Malkia Joyce FM. Hii ni ishara ya athari kubwa na chanya ambayo redio hii imekuwa nayo katika jamii. Ni ushahidi kwamba sauti ya Malkia haizuiliki. Lakini safari ya kweli huonekana pale ambapo unagusa maisha ya watu wanaohitaji msaada zaidi. Katika hatua zake, Malkia alikutana na hadithi nyingi za maisha, hadithi za majaribu, lakini pia hadithi za matumaini. Ndipo akapatikana Mwenda Pole, hatua za huruma inayowakumbuka wale wanaopitia changamoto nzito za maisha. Ndani ya hatua hii kulikuwa na hadithi ya Angela, hadithi ya mwanamke ambaye alipitia changamoto, lakini kupitia familia ya Malkia Joyce FM alipata zawadi ya maisha na kurejeshewa furaha isiyo kifani. Huu si msaada tu, huu ni udugu wa kweli, kwa sababu familia ya Malkia haipo peke yake. Wadau mbalimbali wamesimama bega kwa bega kuhakikisha safari hii inaendelea kwa nguvu zaidi. Katika masuala ya afya ya wanawake alijitokeza mdau muhimu sana, Shujaa Cancer Foundation. Kwa kushirikiana na Malkia Joyce FM walileta matumaini kwa wanawake wengi. Walihakikisha vipimo vya saratani ambayo mara nyingi
vingi huonekana ghali vinakuwa rahisi na hata bure kwa wale wanaohitaji. Katika safari ya kusaidia jamii pia, Malkia walishirikiana na Lukiza Foundation wakiongozwa na Malkia Hilda katika kupaza sauti kuhusu changamoto ya usonji, yaani autism. Kupitia juhudi hizi, jamii imeelimika zaidi na watoto wengi wamepata nafasi ya kueleweka na kupendwa. Lakini maisha ya familia pia yanahitaji nguvu ya kiuchumi, ndipo akaja mdau muhimu sana, CRDB Bank. Kupitia ushirikiano huu alizaliwa huduma maalum inayojulikana kama Malkia Account, akaunti ambayo imewapa wanawake nafasi ya kujiimarisha kifedha, kuanzisha biashara na kujenga mustakabali wao. Hii ni hatua ya mageuzi. Lakini safari ya maisha pia huwa na changamoto za kiafya na mali, ndipo akaja mdau mwingine muhimu, Fortis Insurance. Kupitia Fortis, Malkia anapata ulinzi wa afya na mali zake. Ni uhakika kwamba hata pale majaribu yanapokuja, familia ya Malkia ipo salama. Na kwa sababu maisha hayaendi bila ya chakula, jikoni mwa Malkia kuna mshirika anayehakikisha hakuna kinachokosekana, Westzone Supermarket, mahali ambapo mahitaji ya familia yanapatikana kwa urahisi, kuhakikisha jiko la Malkia linaendelea kuwaka na kunukia vizuri kila siku. Ngoja nikwambie, kuna tukio moja kubwa ambalo limekuwa alama ya furaha, mafanikio na mshikamano wa familia ya Malkia, na hili si jingine, ni Malkia Dar Festival. Hii siyo tu tamasha, ni jukwaa la kusherehekea nguvu, juhudi na mafanikio ya wanawake. Ni siku ambayo Malkia hukutana kusherehekea nusu au robo ya mwaka wa mapambano yao. Ni siku ya kuwakumbusha wanawake wote kwamba kila Malkia ni hodari. Kila Malkia ana uwezo wa kufanikiwa. Na vivyo hivyo, safari ya Malkia Choice FM inaendelea kutembea. Hatusimami na wala hatuchoki. Tunaamini hii ni safari ya sauti, safari ya matumaini, safari ya wanawake jasiri. Kutoka studio za redio hadi kwenye mioyo ya mamilioni ya watu, kwa sababu mwisho wa yote, Malkia Choice FM si redio tu, ni familia, ni nguvu, ni sauti ya Malkia wa Tanzania. Makala hii imeandaliwa na Juice na imesomwa nami Zipora Ernest. Fungani nguzo ya imani, ni safari ya utakaso, ni daraja la